Nabii Debora kutoka Arusha. Kuna somo ambalo natamani liweze kuwafikia au uweze kulitambua, kwa sababu watu wengi wanapopita kwenye majaribu, wanapopita kwenye changamoto, huwa mara nyingi wakati mwingine wanafikiri pia wakati mwingine sema shetani. Wakati mwingine wanafikiri kwamba ni sema maisha. Lakini kupita katika changamoto, kupita katika hali ngumu tofauti tofauti, maana yake kuna jinsi ambavyo Mungu anahitaji kuthibitisha. Kwa hiyo Mungu anapohitaji kuthibitisha, Mungu hawezi kuthibitisha hivi pasipokuwa na changamoto, pasipokuwa na mapito. Kwa hiyo kaa tukijua kwamba changamoto au mapito wakati mwingine unapitia inakuwa ni sehemu ya kukuimarisha au ni sehemu ya kukutambulisha kwamba ni wewe nani katika ufalme wa Mungu. Kwa sababu hata ukiangalia Yesu Kristo alipita kwenye changamoto, lakini alipopita kwenye changamoto, lengo ni kwamba kumtambulisha Mungu. Alikuwa anahitaji mtambulishe Kristo kwamba ni mwana wa Mungu na uwezo wa kimungu uko ndani yake. Kwa hiyo kwa maana nyingine, kupita katika changamoto au magumu au eneo lolote linalokupa wakati mgumu, jua ni fursa ambayo Mungu anaitumia kwako, ni fursa ambayo Mungu anaitumia ambayo kukuthibitisha, kukutambulisha wewe ni nani katika sehemu ya Mungu. Kwa hiyo unapokuwa unaona changamoto kwenye maisha yako, inaweza ikatokea kwenye ndoa, inaweza ikatokea kwenye familia, inaweza kutokea kwenye kazi, inaweza kutokea kwenye familia, eneo lolote lile. Unapoona changamoto au vita katika maisha hayo, kwanza jua kabisa kwamba chanzo kinaanzia ulimwengu wa roho. Kwa hiyo vita haiwezi kuja mwilini pasipo kuanzia katika ulimwengu wako wa kiroho. Kuna ulimwengu wa kimwili na kuna ulimwengu wa kiroho. Nitakuja kufundisha zaidi ulimwengu wa kiroho ni upi na ulimwengu wa kimwili ni upi. Ulimwengu wa kiroho, mfano, unaweza labda nizungumze kwa namna hii. Unaweza kukuta wakati mwingine mtu labda amefungwa au amevamiwa na hizi roho chafu za mapepo majini. Katika mtazamo wa kimwili huwezi kuona hayo matatizo, lakini katika ulimwengu wa roho unakuta kuna roho ambazo zimemwingilia au zimefanya mashambulizi juu ya maisha yake. Kwa hiyo vile vitu kama hivyo unakuwa vinaanzia katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo nataka nizungumzie kitu kimoja kwamba wakati mwingine Mungu anapotaka kukuthibitisha, anaweza akatumia njia tofauti tofauti au changamoto tofauti tofauti. Lakini lengo la Mungu anakuwa sio kwamba anakuwazia mabaya au unapopita kwenye changamoto niseme kufanya kwamba labda Mungu hayupo au nini. Mara nyingi watu wanapopita kwenye changamoto, wanapokuwa wanapita kwenye maumivu makali kwenye maisha, wakati mwingine kuna vitu kadhaa Mungu anaweza akahitaji labda aisomrejee, aidha kuna namna ambavyo anakuthibitisha. Lakini pia wakati mwingine adui anaweza kuinua vita kwenye eneo lolote kwenye maisha yako. Unaona, lakini Mungu naye akapitia katika eneo hilo, iwe ni katika kazi, iwe ni katika biashara, iwe ni katika familia, iwe ni katika eneo lolote lile. Kwa hiyo ukiangalia hata Kutoka 14 mstari wa 14 anasema Bwana atawapigania ninyi nanyi mtanyamaza kimya. Unaona, anasema na Wamisri watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Kwa hiyo kuna changamoto zingine ambazo unaweza kupitia, lakini lengo la Mungu ni kwamba anahitaji akuthibitishe, na ndani ya kuthibitisha anahitaji uweze kuimarika kiroho na kimwili, na zaidi pia ili uweze kuwa karibu naye. Kwa hiyo mara nyingi unapoona matukio kama haya kwenye maisha yako, lakini ukiwa ndani ya mapenzi ya Mungu au ndani ya mfumo wa Mungu, uwe unajua kwamba ni mtazamo wa kimungu kukuthibitisha, na lengo anahitaji Mungu kuhitaji utukufu. Anachotaka Mungu ni kupata utukufu kupitia kwako. Kwa hiyo kukuimarisha kiroho, Mungu utukufu kupitia kwako na kuimarisha kiroho. Kwa lugha nyingine ni kuwa na misuli ya imani. Kwa hiyo changamoto pia au mapito wakati mwingine yanaweza kufanya uwe na misuli ya kiimani. Kwa hiyo vile yaani kumwamini Mungu kwa asilimia kubwa. Kusudi la Mungu ni kuhakikisha kutambulisha uwezo wake. Nataka ulijue wakati mwingine unaweza ukapita kwenye mapito, kwenye changamoto, lakini Mungu ni kutambulisha uwezo
walipokuwa wanatoka katika nchi ya Misri, tunaona kwamba Mungu alikuwa anataka kujitambulisha kwa wana wa Israeli kwamba Mungu ana uwezo, Mungu ana nguvu. Ndio maana wakati mwingine Mungu akamwambia Musa, nanyi mtanyamaza kimya, naona nami nitawapigania, nitawapusha. Na kwa tunaona wana wa Israeli katika mapito, lakini walivuka. Matokeo yake walipovuka katika mapito hayo, tunaona kwamba kuna mahali pengine walimtukuza Mungu. Kwa maana hiyo kwamba unapopita kwenye changamoto, si kwamba Mungu hayupo na wewe, sio kwamba Mungu amekuacha. Ni Mungu kuna namna anakuimarisha, anakuthibitisha na kukujengea misuli ya imani. Kwa hiyo vilevile hata ukizungumzwa pale katika Isaya 41:9, kuna mahali pengine Mungu anasema usiogope wala usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutiaye nguvu, nami nitakusaidia, nitakufanya chombo kikali cha kulia. Kwa hiyo wakati mwingine Mungu katika mapito unaopitia katika changamoto, kuna mahali Mungu anakuwa msaada au Mungu anakuwa anaajibika katika eneo unalopitia. Lengo anahitaji kuvusha, lengo anahitaji kupigania. Kwa hiyo kuna vitu vingine siku unapopita katika mapito au changamoto tofauti tofauti, ukafikiri wakati mwingine Mungu hayupo. Mungu yupo, isipokuwa Mungu anahitaji utukufu kutoka kwako ndani ya changamoto hiyo. Na vilevile na kusudi la Mungu ni kuhakikisha kukutambulisha au kutambulisha uweza wake kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wakati mwingine ukiangalia kwenye Isaya 41:9-15, kinachomfanya Mungu aingilie katika vita unaopitia ni namna ya kukutambulisha au kutambuliwa na Mungu. Unapopita kwenye changamoto, wakati mwingine Mungu anaangalia ujasiri uliokuwa nao, anaangalia imani uliokuwa nao, anaangalia imani uliokuwa nao. Kwa hiyo si kwamba vitu vyote tunapopita kwenye changamoto ni kwamba Mungu haoni au hakuwazii mema unafikiri. Kwa hiyo kuna mahali umtambulisha Mungu, unamfanya Mungu akuthibitishe kiroho na kimwili pia. Kwa hiyo jambo kama hili unatakiwa ujue kabisa kwamba nembo ya utambulisho wa kimungu ni katika changamoto unazopitia. Kwa hiyo hilo swala lisikupe wakati mwingi sana. Tutaendelea kujifunza zaidi na zaidi.